Bana, kama kuna tukio ambalo linazidi kutrendi kwa sasa, basi ni tukio la kwake Harmonize pamoja na Ibra kupitia lebo ya Konde Gang kiujumla. Katika siku ya leo basi Basata wamewaita Ibra pamoja na Konde Gang. Katika posti yao ya Basata wameandika hivi: Wizara ya Habari, Utamaduni na Sanaa na Michezo, Baraza la Sanaa la Taifa, Basata. Basi upande wa kushoto amewekwa Harmonize, upande wa kulia amewekwa Ibra. Kisha ikaandikwa kwamba Basata waingilia kati, waita wafike ofisini kesho Jumatatu saa 2 asubuhi tarehe 12 Mei 2025. Baada ya tukio hili hapa kuweza kutrend katika mitandao ya kijamii, ikiwa kama Ibra pamoja na Harmonize wanaanika mambo yao hadharani katika misingi ambayo haikuwa sahihi. Lakini basi Djaro wa Lungu anasema kwamba hivi: waelekeze vizuri chanzo cha kuitana chumbani. Yani waeleze hilo jambo lilikuwa kuaje mpaka wakaitana chumbani. Djaro wa Lungu ni mmoja kati ya mtangazaji bora sana ambaye tunaye katika nchi ya Tanzania. Wengi wameshuka kwa kucheka kwa hichi ambacho amekiandika. Baada ya hapo, Simon Machibia anasema kwamba hivi: kesho vikoozi ndani ya ofisi ya Basata vitakuwa hivi. Ndugu Rajabu, Harmonize utasikia ko yao this is for everybody. Kwa namna ambavyo watu wanajaribu kutaniana, lakini katika hali ambayo si nzuri zaidi, ambayo inazidi kutendwa katika mitandao ya kijamii katika siku ya leo, Harmonize na Ibra kupitia lebo hiyo ya Konde Gang wote kwa pamoja wameonekana kwamba kama vile hawana heshima kwa hichi ambacho anakifanya. Harmonize anabishana na Ibra anabishana na Harmonize katika mitandao ya kijamii, ikiwa kama vile wanajaribu kuandika vitu ambavyo havina mantiki. Yani lebo inachafuliwa kiujumla, kama vile hakuna kitu ambacho kinaendelea katika lebo ile, ni uuni mtupu unaoendelea katika lebo ile. Pamoja na hayo yote, kuna director Eli anasema kwamba hivi: afike nabii ya mtu, yani mtu afike pale na hela ya watu wa clear waondoke. Unyanyasaji wa kingono hatua zichukuliwe. Watu wanajaribu, huyu anaitwa Alfred Makoba anasema huu ni unyanyasaji wa kingono, hatua zichukuliwe. Mambo hayajakaa sawa hapa hivi, unyanyasaji ambao si mzuri. Na Ibra hichi ambacho amekiandika ni kama vile alikuwa amelewa au alikuwa yuko akili yake ilikuwa sahihi. Mambo hapo kidogo yamekaa vibaya. Afadhali kama Fei na Yanga bana, yani Fei Toto na Yanga, kama vile ni bora kufanyike hivi, kwa sababu ni kitu ambacho ni kizito sana. Ngoja tuone mpaka pale itakapofikia katika siku ya kesho saa 2 na mambo yatakavyoenda, kwa sababu kuna namna kama vile watu wanajaribu kufanya hili jambo linaonekana kwamba ni zito, na siku zinavozidi kwenda ubaya unazidi kuonekana kwa msanii mmoja hadi kwa msanii mwingine, na wote kwa pamoja ni watu ambao wameishi kwa muda mrefu sana, na hawa wote ni wasanii ambao walikuwa kwa mfano kama Harmonize alitoka katika lebo fulani na ameweza basi kumsaidia Ibra, na Ibra naye anafanya kile ambacho Harmonize alikifanya, copy and paste. Yani Harmonize alichokifanya kule kwa Diamond Platnumz, naye Ibra anakifanya katika siku ya leo. Kwanza haogopi, anabishana katika hali ambayo ni mbaya sana, yani wanaanika mambo katika mitandao ya kijamii, na inawafanya mashabiki basi wazidi kuwa na taharuki kubwa sana, ikiwa na ishara kwamba sio nzuri. Katika majira hiyo ya kesho saa 2 basi wanatakiwa wafike Harmonize pamoja na Ibra katika ofisi zao za posta hapo, ikiwa na maana kwamba wataenda kueleza kwa kina nini ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii na waweze kusuluhishwa katika hali ya kiserikali, sababu hili jambo sasa linazidi kwenda mbali, na kwa sasa linazidi basi kufanya mambo yanakuwa magumu na mazito, sababu tunataka kulichukulia kwamba hili jambo liko simple au jambo liko katika hali ya kawaida, lakini kwa sasa limegeuka na kuwa zito zaidi. Basata wameweza kuingilia kati, kama vile ambako Harmonize na Diamond Platnumz mambo yao yalivyoenda ndivyo sivyo, na mwisho wa siku yakaingiliwa kati kwa mara nyingine tena. Mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Haya ndio rejea katika mtandao wa kijamii. Hii ni Harmonize News, na hapa ndipo ambapo utapata burudani zote na kuhusiana na masuala zima la sakata hili linavyoendelea. Usiache kusahau kusubscribe, like na comment. Bye bye for now.